Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuwa nasi. Mimi ni Sofia Amani, bado tuko nawe katika TVE Habari, na sasa tuungane na Nizia Masinde kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Na katika biashara, Exim na Toyota waingia ubia wa kufanikisha mikopo ya magari. Asante sana Sofia Amani. Na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaeleza kuwa soko la magari nchini limeendelea kukua kwa kasi, huku sababu ikiwa ni maendeleo ya uchumi, hali ambayo imezifanya baadhi ya taasisi za kifedha kulazimika kuongeza huduma ikiwemo za mikopo ili kuwezesha Watanzania kuendelea kumiliki magari ambayo yamekuwa yakisaidia katika shughuli za kiuchumi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kusaini mkataba wa ushirikiano baina ya benki ya Exim na kampuni ya Toyota Tanzania, mkuu wa huduma za kibenki kwa wateja binafsi na wakati kutoka Exim Tanzania, Andrew Limo, amesema makubaliano hayo ni katika kuwezesha Watanzania kuendelea kupata magari kwa gharama ya chini, ambapo Exim itatoa ufadhili wa malipo ya 80% kwa magari mapya na 70% kwa yaliyotumika ili kusaidia Watanzania kumiliki vyombo vya moto. Sisi kama Exim, ili kuhakikisha kwamba tunatoa huduma bora kabisa kwa wateja wetu, tumeamua kupartner na Toyota kuwawezesha wateja wetu kuweza kumiliki magari mapya au magari ambayo yamemilikiwa na mtu mmoja kutumia kampuni yao ya Automark. Na tumerahisisha kwa sababu zamani mteja lazima uwe na hela nzima ili kuweza kumiliki gari, lakini sisi tunakwambia uwe na 20% tu ya thamani ya gari. Kwa mfano, Toyota wana Starlet ambayo inauzwa milioni 98. Sisi tunakwambia njoo na milioni 19 tu ka deposit Toyota. Hiyo nyingine yote iliyobaki sisi tutafinance. Kwa hiyo hii tumeleta unafuu mkubwa kwa wateja wetu, na sio wateja wa Exim tu, hata mteja ambaye sio wa Exim. Tiketi yako ya kuweza kupata gari mpya ni njoo fungua account Exim na sisi tutakuwezesha kumiliki gari jipya kabisa. Kwa upande wake, William Kadia, meneja mkuu wa Toyota Tanzania, amesema kasi ya soko la magari nchini imeendelea kuwa nzuri, hali ambayo imewafanya kuendelea kuja na magari ambayo yanakidhi na kuendana na mazingira ya kiuchumi kwa Watanzania, huku akieleza kuwa hatua hiyo itawasaidia Watanzania wengi kupata usafiri na hivyo kurahisisha shughuli zao za kiuchumi. Toyota pia tunaendelea kukua na kuendelea kuja na aina ya magari mbalimbali ambayo yanaweza kuwasaidia wateja wetu. Kwanza kwa upande wa kiuchumi, mtu asiwe na gari ambalo linamgharimu zaidi, akilimiliki linakuwa ni gari rafiki kwake. Lakini pia jambo lingine ni kwamba katika mikoa yetu yote sisi tuna dealers, tuna watu ambao wanatoa huduma kwa ajili ya magari yote mtu anayonunua. Kwa hiyo haijalishi umenunua gari huko mkoa gani, utapata huduma zetu zote kule. Benki ya CRDB imeendelea kuthibitisha ubora wake katika sekta ya fedha baada ya kutambuliwa na taasisi ya kimataifa ya Euromoney kama benki bora katika utoaji wa huduma za kifedha kwa wateja maalumu maarufu kama private banking, ikiashiria kuwa huduma za benki hiyo zimefika viwango vinavyolingana na taasisi kubwa za kifedha duniani. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kupokea tuzo hiyo, mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB Dr. Abdulmajid Nsekela amesema mafanikio hayo ni matokeo ya uwekezaji mkubwa katika ubunifu wa huduma, matumizi ya teknolojia na kuimarisha uhusiano na wateja wake wa hadhi ya juu. Dr. Nsekela ameongeza kuwa kutambuliwa huko kimataifa kunaendelea kuiweka Tanzania katika ramani ya nchi zenye mifumo imara ya kifedha, jambo linaloongeza imani kwa wawekezaji wa ndani na nje. Amesema sekta ya fedha inapokuwa imara huchochea ukuaji wa uchumi na kufungua fursa zaidi za biashara. Ni sifa ya Tanzania kwamba taasisi kama CRDB iliyoko Tanzania inatoa huduma zinazotambulika kimataifa kwa viwango sawa na vya mataifa duniani. Kwa hatuna budi kujivunia, lakini kushukuru kwamba awadi hii tumeipata kama benki, lakini kama taswira ya taasisi ya fedha ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa upande wake, wachambuzi wa uchumi wamesema tuzo hiyo ni ishara chanya kwa maendeleo ya sekta ya benki nchini, huku akieleza kuwa ushindani wa kimataifa utazidi kuimarisha huduma na bidhaa za kifedha. Hali hiyo inatarajiwa kusaidia kukuza uchumi wa taifa kupitia ongezeko la uwekezaji na shughuli za kifedha. Na katika kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira kwa vijana, benki ya NBC kwa kushirikiana na mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA wamezindua mpango wa mafunzo ya ufundi kwa vijana wanaofahamika kama NBC Wajibika Scholarship, wenye lengo la kusaidia kuandaa vijana kwa kuwapatia ujuzi wa kiufundi utakaowezesha kujiajiri ama kuajiriwa, ambapo takriban vijana 500 watanufaika na mpango huo.
Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mpango huo, mkurugenzi mtendaji wa benki ya NBC Theobald Sabi amesema katika mradi huo benki ya NBC imewekeza kiasi cha shilingi milioni 150 ili kuwawezesha vijana kushirikiana na serikali kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira kwa vijana. Sabi amesema kuwa mpango huo ni wa muda mfupi wa kuanzia miezi 3 hadi miezi 6, na kwa kuanzia mpango huo utafanyika kwenye mikoa miwili ya Tanzania bara ambayo ni mkoa wa Morogoro na mkoa wa Mwanza, na baadaye kuendelea na mikoa mingine. Imebidi tuchague Morogoro na Mwanza kwa kuanzia. Kwa kushirikiana na VETA tumechagua kwa makusudi fani ambazo zinaonekana zina mahitaji makubwa na halisi sokoni. Fani hizo ni ufundi wa umeme, uhandisi wa mitambo, ufundi wa ujenzi na utoaji wa huduma katika mahoteli na vituo vya utalii. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA Anthony Mzee Kasore amesema mpango huo umekusudia zaidi kutoa fursa za ajira kwa vijana, ambapo takriban 70% watakaopata fursa kwenye mpango huo ni vijana. Leo hii NBC imetoa milioni 150 kwenda kutoa mafunzo kwa vijana 588. Vijana hawa 588 mtu anaweza akachukulia kwamba ni idadi ndogo. Hii ni idadi kubwa sana. Ni idadi ambayo ukiangalia pia kithamani ya fedha ni kubwa kwa ajili ya kumweza kumpatia mtu ujuzi. Mtu anaweza akasema 588 akapiga 150 akaona kwamba ni labda ni kiwango kidogo cha fedha. Ni kiwango kikubwa pia cha fedha, milioni 150 kwa ajili ya kuwafundisha vijana na kuwapa vijana ujuzi. Kwetu sisi VETA ambao tunasimamia ili eneo la utoaji wa mafunzo ufundi stadi, ni fedha nyingi na inaenda kugusa watu wengi. Asante sana mtazamaji na Sofia Amani. Hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. Ni kushukuru sana Nezia Masinde kwa habari za biashara. Na mtazamaji, hii ni TVE Habari, mimi ni Sofia Amani, na ndio tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi kisha tutatizama habari za kimataifa. Mimi ni Sofia Amani, asante na endelea kubaki nasi. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Na katika habari za kimataifa, Iran yajiandaa mbinu mpya endapo vita na Marekani vitaanza tena.